Mchungaji Mtakimu hapa kutoka kanisa la The Joy for Christ Assembly Church au JCAC kwa kifupi. Tuko Mtwivila Maduka Matano, mkoa wa Iringa. Tumeandaa harambee tarehe 1 ya mwezi wa 5 ambapo tumemwalika mtumishi wa Mungu Daniel Mgogo atakuwa mnenaji katika tukio hilo. Na siku hiyo ya harambee tutakuwa na mambo mawili. La kwanza tutalifanya asubuhi kuanzia saa 3 mpaka saa 6 mchana, kwamba tumebaini watoto wengi ama wanaume kwa ujumla wake, watoto wengi wa kiume kumekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zinawapata. Tunaona hata jinsi ambavyo Musa alizaliwa ilibidi afichwe. Sasa tumeona tuwe na nafasi nzuri kwa ajili ya watoto wa kiume, kuwaombea kipekee kabisa wale wote wenye taaluma, kwa mfano mafundi, madereva, watu wenye taaluma mbalimbali lakini wa kiume, kwamba tumeona tuwe na muda nao maalumu asubuhi ile kuanzia saa 3 mpaka saa 6, kuwe na maombi maalumu kwa ajili yao. Lakini mchana tutakuwa na harambee, tutakuwa na changizo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Nitoe wito kwa wakazi wote wa mkoa wa Iringa na vitongoji vyake, lakini na wewe ambaye uko popote katika nchi ya Tanzania ama nje ya Tanzania ambaye utapenda kushiriki kutuchangia, uwe na simenti, uwe na nondo, uwe na matofari, popote sisi tutayafuata. Lakini muhimu tu ni kwamba siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 5 tutakuwa na harambee kubwa. Ni tukio la kipekee sana katika mkoa wetu wa Iringa kwa sababu changizo hii ni tofauti na changizo ambazo watu wanachangia kwa ajili ya maharusi, watu wanachangia kwa ajili ya shule. Changizo hii ni maalum, kwamba unapochanga kwa ajili ya madhabahu, hiyo madhabahu Mungu atahusika kukutetea. Watu wengi wamekabidhi maisha yao kwa miungu, lakini sisi tunatoa wito kwamba ufanye changizo kwa ajili ya kujenga madhabahu kwa Mungu aliye hai ili akutetee. Tugusie zaidi kwenye ishu ya hayo maombi maalum. Yes. Umesema kwamba ni specifically wanaume. Yes. Kwa nini wanaume? Tumeweka specifically wanaume kwa sababu ya changamoto ambazo wanaume wengi ndio watafuta riziki. Kwa hivyo hawa watu wanapambana na mambo mengi sana ambayo ni magumu. Ukienda magereza unawakuta wanaume ndio wamejaa. Ukienda kwenye shughuli zote ambazo ni hatarishi, wanaume ndio wengi. Kwa hivyo imeonekana katika jamii nyingi wahanga ni wanaume. Ukija kwa upande wa madereva, wakati wote ni wahanga kwa trafiki ya mapolisi mabarabarani. Lakini ukija kwa mafundi wengi sio wasomi, lakini ndio wanaojenga majengo, wanaotengeneza magari, wanaofanya shughuli zote ambazo zinaonekana leo ziko vizuri, ila maisha yao ni ya duni sana. Kwa hiyo tumeona huko umuhimu wa kuwaweka hawa kipekee au kimaalumu mbele za Mungu, ili Mungu aweze kulinda kazi zao, lakini pia kulinda maisha yao, waone faida ya kile ambacho wanakifanya wakiwa hai. Maandiko yanasema utaacha urithi kwa watoto wa watoto wako. Mimi nitoe wito kwa wadau wote wa Injili, na wapenda Injili ndani na nje ya mkoa wa Iringa, kwamba harambee ambayo itafanyika hapa sio mwisho wa kile ambacho tunakizungumza. Kwa mfano, tumezungumza hapa kuwaombea watoto wa kiume, na watoto wa kiume unapozungumza Iringa ni wengi sana. Kwa hiyo haiwezekani kwamba hiyo siku moja ikawa imetosha, kwa sababu hata misumari tu yenyewe unavyopigilia huwezi kugonga tu mara moja ukazama. Na hawa watu wamekaa kwenye misingi ambayo sio ya Mungu kwa muda mrefu. Kwa hiyo Musa alipowatoa wana wa Israeli Misri, aliwatoa siku moja, lakini Misri haikutoka siku moja kwenye vichwa vya Waisraeli. Walikuwa wakikosa maji tu wanalalamika, wakikosa chakula wanalalamika. Kwa hiyo wao walijua miujiza, hawakujua njia za Mungu. So ili kumfanya mtu aweze kujua njia za Mungu, inahitaji pia muda apatikane na afundishike. Kwa hiyo nitoe wito tu kwamba harambee baada ya harambee tutakuwa na muda wa kutosha wa mafundisho na hawa watu, tuwafundishe njia za Mungu. Kingine umesema kwamba katika hilo tukio, manake mnenaji wa siku hiyo atakuwa ni mchungaji Daniel Mgogo. Kwa nini nyinyi mmemwona Daniel Mgogo indeaje kuja kuwa mhubiri au kulisha watu neno la Mungu katika siku hiyo? Katika kuomba Mungu tulipata maono ama tulipata uongozi wa kuona kwamba mtumishi wa Mungu Daniel Mgogo amekuwa na hamasa kubwa ndani na nje ya taifa la Tanzania. Kwa ile haiba yake na ule muonekano wake na namna ambavyo amekuwa akiwasilisha ujumbe kwa watu, umekuwa unawafikia kirahisi zaidi kwa sababu ya namna ambavyo anapeleka ujumbe pia kwa namna ya vichekesho. Kwa hiyo hamasa imetupelekea kuona kwamba tumwalike Daniel Mgogo awe mzungumzaji mahususi ama mnenaji wa siku hiyo ya harambee yetu. Mtumishi wa Bwana, mimi ningependa kuuliza jambo lingine kwamba pengine tunaona kuna mataifa mengine
hali ya amani kidogo inakuwepo, inazorota. Na kuna watumishi wa Bwana maeneo hayo. Sasa pengine kwa nchi yetu imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ikisifika sana kwa amani. Pengine ni upi mchango wa viongozi wa dini, madhehebu tofauti tofauti kuhakikisha kwamba hii nchi inazidi kuwa na amani? Asante sana ndugu mtangazaji ama ndugu mwongozaji wa kipindi, kwamba tunapozungumza amani ndiye mama wa kila kitu kinachoonekana, na hakuna mama ambaye anaweza akakubali mtoto wake afe kirahisi. Kwa hivyo amani ndio uti wa mgongo wa taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizopo, lazima tufahamu kwamba amani inatunzwa, amani inalindwa, lakini amani pia kila mwananchi ama kila Mtanzania lazima afahamu kwamba umuhimu wa amani. Bila amani husomi, bila amani ufanye biashara, bila amani huoi. Yaani huko kwa tunakozungumza, bila amani huoi. Then bila amani pia hakuna shule. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikafanyika kama amani hakuna. Kwa hiyo ni wajibu wetu mkubwa kama watumishi wa Mungu kuilinda amani ya taifa letu la Tanzania. Pengine unahisi nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba kizazi hiki cha leo ambacho kumekuwapo na mmonyoko mkubwa wa maadili na nini kinabaki kwenye mstari hasa? Na nianzie hapo ulipoishia. Niseme tu kwamba kwa mfano sasa hivi tukienda kwenye teknolojia, tuko kwenye mfumo unaitwa artificial intelligence. Ndiyo. Manake unaweza ukafanywa operation bila kupasuliwa, unaweza ukaendesha gari bila kuwa na dereva, ndege inaweza ikapaa bila rubani. Tuko hapo. Biblia inasema hivi, Mungu ametupa akili lakini hajatukataza tusizitumie. Amesema uzitumie akili ipasavyo lakini usizitegemee. Kwa hivyo basi tunapoacha kumtegemea Mungu na kutegemea hizo technology na kutegemea hizo science, ndipo linapokuja anguko kubwa la maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi niase tu kwamba hii jamii ambayo tupo pamoja na hizo IE hatupaswi kuzitegemea, tumtegemee Mungu. Ni ulimwengu wa teknolojia na AI, manake sasa hivi ni kama na malezi nayo imeachiwa AI. Yes. Imeachiwa teknolojia. Sasa pengine ni nini sasa kifanyike kuhakikisha kwamba hawa watoto hawa tunahakikisha kwamba kunakuwa na malezi bora, kwa sababu kama nyinyi viongozi wa dini manake mnakutana na watu wengi na mnazungumza na watu wengi. Pengine nini kifanyike hasa kwenye upande wa malezi ya watoto? Jambo kubwa ambalo sasa hivi linapaswa kufanyika, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mkazo zaidi uwe namna ambavyo tunaweza kuwalea watoto kwenye njia bora ambayo inamfanya mtoto huyu anapokuwa anakuwa katika misingi ya maadili ya kimungu. Na haya maadili ya kimungu yana uwezo wa kumtunza katika yote mawili, kwenye maisha haya ya kiroho na kwenye maisha ya kimwili. Yes, watoto wote ambao wanatunzwa kwenye maadili haya ya kimungu, tumeona wengi hawapotei. Wanakaa katika misingi iliyo bora. Lakini wanapokuwa wazazi wanaacha watoto walelewe kama hivyo ulivyosema kwenye mifumo hiyo ya IA, matokeo yake maana yake ni kuangamiza hicho kizazi. Leo mtu akitaka mwanamke anaenda kununua midoli. Akitaka mtoto anakwenda kuweka order. Kuna mitambo maalumu mtu anaweka order ya mtoto. Anachagua pia aina ya mtoto na akili atakazozaliwa nazo. Unaona sasa maana yake ni kwamba maadili yamepotea kabisa. Hivyo basi wazazi na walezi wajikite zaidi kuwalea watoto katika misingi iliyo bora. Na misingi iliyo bora ni kuwafundisha neno la Mungu linataka nini katika maisha yao. Tumekuwa na wimbi kubwa au kundi kubwa la watu wanaamini katika miujiza ili maisha yaweze kusonga mbele. Sasa wewe kama mtumishi wa Mungu, je, kuna uhusiano gani kati ya miujiza na ukuaji wa kiuchumi? Very good. Haya mambo lazima tusiyachanganye. Kwenye mifumo ya Biblia hakuna mahali popote ambapo Mungu anataka watu wategemee bahati ama wategemee miujiza. Mungu ameagiza kwamba neno lake ndilo ambalo linampa mtu maarifa, linampa mtu akili, linampa mtu ufahamu. Nimewahi kuona mahali pengine kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, Biblia inasema kwenye familia moja kulikuwa na watu wenye akili 200, ambapo kama taifa limekwama jambo, maana yake hao watu wanakuja kuulizwa na wanapata solution. Lakini leo hii ni kitu cha ajabu sana kuona kwamba hata kanisa linakwama linaenda kuuliza tena watu ambao sio wa Mungu. Kwa hapo utegemee wazi kwamba lazima kutatokea anguko. Kwa mimi niseme tu kwamba wazi watu warudi kwa Mungu. Maana yake Mungu anayo njia yenye majibu ambayo Biblia inasema jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia, wala hayo mambo hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo kama Mungu ana majibu hayo yote, kwa nini hatuyapati? Ndio kitu cha msingi cha kujiuliza. Kwa nini hatupati majibu? Na Mungu anasema anayo majibu yote. Iwe kiuchumi, iwe kisiasa, iwe kijamii, iwe kisayansi, majibu yote hapo.
kwa sababu yeye Mungu ni Mungu pia wa sayansi, ni Mungu pia wa mahali pote, ni Mungu ambaye anajua kila kitu, ni Mungu ambaye anaweza kila kitu na yupo kila mahali. Tofauti na shetani, hawezi kuwa kila mahali, lakini Mungu yupo kila mahali. Tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Naam. Una lipi la kuaminisha kwamba kwa Mungu yote yanawezekana? Kama mtu anahitaji kushinda, kama mtu anahitaji kufanya vizuri, nini afanye ili kuhakikisha kwamba anapata kibali machoni pa wanadamu? Nimeona hilo na nitakutolea mfano, siwezi kumtaja mtu jina. Lakini kumekuwa na waziri mmoja ambapo amekuwa kila anapoingia kwenye wakati huu kama hivyo uchaguzi, amekuwa lazima uwe mtu kwenye familia yake, lazima uwe mtu. Lakini last time akawa amefika mahali amechoka, akasema now is enough. Potelea mbali hata kama nitapoteza waziri, lakini wacha nirudi kwa Mungu. Enough is enough. Kwa hiyo mimi ninachoanza kusema ni kwamba kama Mungu alimpa uongozi Musa kisiasa na kiroho, inawezekana. Musa aliongoza wana wa Israeli kiroho na aliongoza kisiasa pia. Ndiyo. Kwa siasa ya kweli pia ni ile ambayo inatokana na mtu wa kweli wa Mungu. Kwa sababu siasa sio uongo. Ndiyo. Siasa ni ukweli. Kwa kama siasa ni ukweli na ndio maisha ya watu, basi anayeweza kufanya siasa vizuri yule mtu wa Mungu ndio anaweza kufanya siasa vizuri. Kwa sababu akisema nitaleta maji atakuja kweli. Akisema hapa mahali tunatakiwa tubadilishe namna ambavyo tunafikiria, anakuwa amesema ukweli, anakuwa hajawadanganya. Lakini haiwezekani mtu akakwambia hapa mnatakiwa mlime mazao ambayo yanahimili ukame na huo ni mwezi wa 7. Mtapanda nini? Nini kinaweza kuota? Sio kweli. Lakini pia wanasiasa maana yake ni kwamba haina maana wote ni waongo, haina maana wote wanatoka kuzimu. Kuna nchi ambazo kwa mfano Kuwait, kuna nchi kwa mfano Oman, hainyeshi mvua miaka 10, miaka 20, lakini hakujawahi katika umeme, wale watu hawajawahi kufunga viwanda. Kwa lazima tufikirie kwamba kitu gani kinawafanya wale waweze kufanikiwa na sisi tunafeli. Tuna maji, tuna mabonde yana maji mwaka mzima, lakini tunafeli kilimo, tunafeli kama hivyo miundombinu. Sasa hivi tunahangaika na mambo ya umeme, lakini tuna kila kitu kama nchi ya Tanzania. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba akili zetu hazijazoeshwa kufanya mambo mema, zimezoeshwa kufanya mambo mbaya. Lakini kama akili zingezoeshwa kufanya mambo mema, tungekaa katika mfumo ambao Mungu anataka kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, na taifa letu lingekuwa bora zaidi ya vile tulivyo sasa hivi. Na hii nchi yetu Tanzania, yes, tunazidi kuzalisha wasomi wengi sana. Sawa. Lakini kwa namna fulani ni kama wasomi hawa sio msaada kwa hili taifa. Na mtu mmoja akawa anasema kwamba tunahangaika kuzalisha wasomi, lakini wasomi hao wanageuka machawa. Yani wanakuwa ni watu ambao wanaenda tu kwa mkumbo, wala taaluma yao wameiweka kando. Sasa wewe kama mtumishi wa Bwana, nini kinahitajika kwa hawa wasomi? Wanahitaji ushauri, wanahitaji maombi, au wanahitaji nini ili kuhakikisha kwamba ile taaluma walionayo inakuwa msaada kwa hili taifa? Asante sana. Hapo umenigusa sana mtumishi. Kuna kitu ambacho lazima tukifahamu. Kwanza, tunapozungumza hawa wasomi na hawa wataalamu tulionao, tulipokuwa na chuo kikuu kimoja tu hapa Tanzania, tulikuwa tuna uhaba wa wataalamu. Leo tuna vyuo karibia 40 vikuu. Ndiyo. Tuna shida ya ajira. Maana yake shida pia ni ya maprofesa hawa. Wanachozalisha hakiendani na mahitaji ya nchi. Maana yake hawa wabadilishe sasa namna ya vile ambavyo wanavizalisha. Kwa sababu leo tuna maprofesa ambao wanaacha kufundisha, wanakimbilia nao kwenye siasa. Kwa sababu siasa wameona zinalipa zaidi. Kwa hiyo tuna watu ambao wanasimamia kwa mfano elimu. Anasimamia elimu lakini watoto wake hawaweki kwenye elimu anayoisimamia. Kwa hiyo maana yake anachokisimamia pale naye ni uongo vile vile. Kwa hiyo hili ni changamoto kwa taifa letu. Hivyo basi kitu ambacho kinatakiwa kufanyika maana yake ni kwamba watu turudi kwenye njia ya Mungu. Tukirudi kwenye njia ya Mungu, kweli yetu itakuwa kweli na sio yetu itakuwa sio. Hawa watu wakikaa pamoja, maana yake Mungu anabariki, amesema huko ndiko alikuamuru baraka. Lakini wapi? Maana yake lazima wawe mahali sahihi na kile wanachokipata ni sahihi. Sasa huyu mtu anakuwa ni mtu mwenye elimu na anajua anachokifanya, lakini watoto wake hawezi kuwaweka pale, anawapeleka mahali pengine. Yeye anasimamia elimu na amepewa na analipwa na serikali gharama kubwa kabisa, kwamba wewe labda utakuwa fulani kwenye elimu, lakini watoto wake ukikagua hawako kwenye hizo shule. Daktari mkubwa kabisa yuko pale, lakini hawezi kutibiwa pale. Maana yake anachotibu pale ni uongo, anadanganya watu. Kwa hiyo kweli yetu iwe kweli na sio yetu iwe sio. Na hii yote ni kwa sababu watu watakuwa wamerudi kwenye misingi ya Mungu. Mchungaji Paul Mtakimwa ni mchungaji kiongozi wa kanisa la JCAC. Tuko Mtuvila maduka matano Iringa, ama mwisho wa lami zamani. Karibu sana. Asante. Asante. Nashukuru sana Bishop. Karibu sana.